Kwa majina naitwa David Daudi Mwejojere, mwenyekiti wa chama cha kijamii CCK Taifa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mkutano mkuu maalum wa kupitisha wagombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia mgombea rais wa Serikali ya Mapinduzi ambaye pia ameteuliwa leo na halmashauri, na pia mimi kwa ridhaa ya wanachama wetu imempendeza Mungu pia ameniteua kwa mgombea kwa tiketi ya chama chetu cha CCK katika uchaguzi mkuu unaokuja Oktoba. Swali niliulizwa, je, wananchi watarajie nini? Wananchi watarajie makubwa, na unajua tena wakati huu siwezi kusema chochote, sijateuliwa na tume, hilo mliangalie. Kwa hiyo siwezi kusema mambo mengi mpaka pale kipenga kikilia kwamba umeteuliwa na tume, hapo ndio unaweza kuwa na rais. Tuna mambo ya sera, tuna mambo ya ilani, tuna mambo ya katiba yetu, tuna mipango, tuna malengo, tuna mikakati. Chama cha kijamii ni chama ambacho kina mlengo wa conservative, mlengo wa kijamaa. Kwa hiyo tunasema kama vile tunazungumzwa hata pia na Mheshimiwa Rais tumempenda sasa Samia Suluhu Hassan ya kwamba keki ya taifa tunashiriki wote. Kwa hiyo sisi tunadili sana mambo ya kijamii, na tunadili kwa maana kwamba tunataka kuhakikisha jamii ya Kitanzania inaishi maisha bora katika maeneo mbalimbali ya kilimo, ya hivi na uvuvi na ujasiriamali, pia katika elimu, katika viwanda, katika biashara na mambo mbalimbali ya uhitaji, makundi maalum kama walemavu, wanawake, watu wasiojiweza, vijana. Tuko pamoja nao. Tuna sera nzuri, tutahakikisha tuna make sure kwamba wanapata kujiajiri wenyewe. Serikali haiwezi kaajiri makundi yote, kaajiri kila mtu. Lakini serikali sasa imebadilisha mfumo, na sasa tayari imeanza kutumika kwamba watoto wetu wanapomaliza shule watakuwa na uwezo wa kujiajiri wenyewe. Na mimi nasema serikali yetu ya CCK, chama chetu cha CCK, tutakapopewa ridhaa na serikali kupitia tume, nikiteuliwa, kwa kweli na mambo mazuri, Watanzania wategemea kitu kizuri sana kutoka CCK, na mabadiliko makubwa ya kiuchumi, kisiasa, utawala bora na mambo mbalimbali, maonevu ya wanawake. Tuhakikisha wanawake wanakuwa ngangari, hakuna kuonewa, wanamiliki ardhi, wanamiliki mapesa, wanamiliki kila kitu. Waandishi wa habari wanajisikia wataogelea wakila mishikaki chips wakikaa, wanaandika magazeti, wengine wanashughulika mambo ya TV. Mtajidai kwa kweli waandishi, hamtakuwa hivyo, mtatisha nyie, mtakuwa watu kuifurahia nchi yenu, sio sema bora nizaliwe paka Marekani kuliko kukaa Tanzania. Hii ni nchi tuliyobarikiwa kutoka Marekani, tuna kila kitu, tuna kila resources, tuna mambo mazuri. Tegemea CCK, tuna mambo mazuri, siwezi kuyasema yote sasa, lakini kipenga kilia tu cha kuteuliwa, nimeteuliwa na tume, basi na wahakikishia kwamba mtajivunia kwa ajili ya mimi mgombea rais kupitia chama cha kijamii CCK Taifa. Nafikiri kifupi ni hivyo, na washukuru sana na kila laheri. Mwenyezi Mungu awabariki na bariki chama chetu pia, na Watanzania waangalie kwamba yuko mtu kama mimi. Uchaguzi ni kubadilishana, sio mpaka usukumu anguke kama nguzo. Hapana. Sasa hii ni fursa yangu, mimi ndio mwenyewe sasa hivi wa kuchukua kiti cha urais, sio kitu cha ubunge wala udiwani, kiti cha urais. Na mama naelewa, anajua watu wanaokuja wapya hawa nao wana hamu vile vile sio kukalia kwa ajili ya kutumikia wananchi, lakini kupitia kiticho cha urais. Zungumza kwamba sisi tukipata ridhaa tumekituteua, basi tutaweka mikakati ya kuhakikisha vijana mnajiajiri, mnaweza kulima viazi, mkaweka miradi kama hiyo. Tutaweka uniform ya njia nzuri kwa ajili ya kupata mikopo au support ya fedha ili vijana wajiendeshe. Kuambia tu vijana mjitegemee, mjiajiri, watajiajiri, hawana fedha. Akienda kukopa $200 anadaiwa mpaka godoro apeleke kule. Wewe unafikiri kweli kijana ataendelea? Wanabaki watu wa kuzurura tu na kuhama huku na huku, na kwenda kuchunga ng'ombe ambako nako wanakuwa wezi tu. Kwa hiyo mimi nasema vijana, tuna mikakati mizuri iko mbele yetu. Tuombe Mwenyezi Mungu tuteuliwe na tume, basi mambo yatakuwa mazuri. Ujumbe wangu kwake, kwanza nampa salamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ajue kwamba yuko rais anaitwa David Daudi Mwejojere, ategemee, na sio rais wa kusema na sindikiza, ni rais kabisa ndiye serious kwa ajili ya kuchukua hiyo nafasi ya urais katika nchi ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si ndio? Kwa hiyo mama nasema hongera sana kwa ambayo ameyafanya na kufikia hapo, lakini
tuko hapo, hatuko mbali na yetu, tunataka nafasi hiyo hiyo. Kwa hiyo wananchi wataamua kwa kutoa kura nani wampe kura ili aweze kuwaleta maendeleo katika nchi au aweze kuongoza vizuri watu wa kila muda bila upendeleo wala ukabila wala udini wala aina za binafsi. Namna hiyo mama tunampenda, lakini kila kitu kina mwisho wake na wakati wake. Sasa ni wakati wa Mwejojere. Kwa hiyo namna hiyo. Mbona mnipigia hata makofi? Sana, naitwa Sisti Nyahoza, ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa. Tumekuja leo kwenye mkutano mkuu wa CCK. Walikuwa na ajenda moja mahususi ya kuteua mgombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuteua mgombea wa urais wa Zanzibar, ambaye uteuzi wake ulianzia kule kwenye kikao cha halmashauri kuu kilichofanyika kabla mkutano huu wa leo. Mkutano wao kwa kweli umekwenda vizuri sana. Sisi tumekuwa tumeangalia hapa, umekuwa na wajumbe wanaotakiwa kwa mujibu wa sheria. Wamesema akidi yao hapo wajumbe walio hudhuria walikuwa ni 87 na kwamba wakapiga kura ya kuteua mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kulikuwa na wagombea wawili. Wakapiga kura ya siri, wagombea wamejeleza vizuri, kura zilikwenda vizuri, kwa wamefanya uchaguzi wa huru na haki. Na sisi katika kuangalia mambo yamekwenda vizuri, kwa tunawapongeza sana. Katika hotuba yangu tuliwasisitiza kwamba wanaenda kwenye uchaguzi wao pamoja na vyama vingine 18 ambao vitaingia kwenye uchaguzi wa mwezi huu Oktoba, wahakikishe kwamba wanazingatia sheria za nchi yetu, wanadumisha uzalendo, wanadumisha amani, wadumisha utulivu, wanadumisha na umoja wa nchi yetu. Kwa sababu kwenye ushindani kuna mambo mengi. Sasa mtu kwenye ushindani anaweza akashawishika kufanya jambo ambalo lina hatarisha uvunjifu wa sheria. Kwa hiyo tumewaasa kwamba waepuke kabisa masuala hayo, kwamba tunafanya uchaguzi kwa sababu tuna amani. Tusingekuwa na amani tusingefanya uchaguzi. Nchi yetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni nchi ya amani, tuna umoja, tuna mshikamano, tuna utulivu, na ndio maana tunafanya mambo kama hayo. Umeona watu wamefanya uchaguzi, wamecheza kwa furaha, yote ni amani.